Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu. Wiki hii tulikuwa tunasoma 11, tunaangalia jinsi ya kuishi katika nchi. Sasa leo tunaenda kujibu maswali. Basi nikwambie ndugu mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda kutoa ufafanuzi wa siku hii. Maswali na tuambie hicho. Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, tunalitukuza jina lako maana wewe ni mwema. Tunakushukuru kwa kuwa umekuwa nasi wiki nzima tunapoendelea na masomo haya, na hata siku ya leo umetuleta tena ili tuendelee na kujibu maswali haya. Mungu mtakatifu, tunamwombea na anayetutazama, Mungu wetu apate kuelewa haya tunayojadili na tunayoyajibu, na tuenende katika mapenzi yako. Tunaomba kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Amen. Yes, tunapohitimisha somo hili la 11 kujenga daraja na si ukuta, somo la 11 kuishi kwa wito wa juu. Sasa somo la 11 ilikuwa nasema kuishi katika nchi, kuishi katika ile nchi, kuishi katika ile nchi, katika umoja. Sasa sasa utakuta masomo yetu yamezungumzia sana habari ya migogoro ambayo inatishia umoja na namna upole na ukali unavyochangia kuleta nyufa na hata mipasuko, na namna tunavyoweza kutembea katika neema, ukweli na upendo wa kidugu. Amen. Kabla opening question, swala nalengesha kwenye moyo, kwa uzoefu wako, si temperament ulionayo, wewe unaona kwako wewe ni rahisi zaidi nini kunapotokea mgogoro, aidha kanisani au popote pale au familia au nini? Kuwa mnyamazifu, uache yapite, yatakwisha, yani unaacha ushughulikii, au kukurupuka, tumia lugha kali au nini, uchungu. Samani maswali yanakuwa, yani wapo unajaribiwa zaidi kunyamaza au kunena. Mimi nimelaumiwa sana kunyamaza. Mara nyingi sana, na zaidi ya mara nyingi nalaumiwa. Yaani wewe kitokea mgogoro unanyamaza baada ya kusolve tatizo. Lakini najaribu kupima, na mara nyingi nakuwa nawaambia. Au sasa kujitetea wewe, kile afu mwishoni tutaona. Nitatamani kujua imekusaidiaje somo la leo linakuachaje. Ndugu yangu Omo, wewe umwepesi zaidi ni kunyamazia au kulisemea? Kulisemea. Basi utadhani kama unasema basi unauliza majibu. Sasa mapenzi ya Mungu ambayo tumejifunza katika wiki hii ni kwamba haitakiwi tukae kivivu, kupuuzia dhambi, lakini wakati huu tusikurupuke, tusichukulie ukali na hukumu inayovunja mioyo, badala ya kujenga umoja wetu na upendo katika Kristo Yesu. Amen. Sasa mambo mengi tumejaribu kuangalia, moja wapo katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3 tumejifunza pia kwamba upendo wa kidugu ndani ya jumuiya kuna mhesabu mwingine kuwa ni bora kuliko nafsi yako. Sio tu kwa maneno, lakini hata kwa matendo yanayotafsiri hayo maneno, kwamba yuko bora. Anaweza kuwa sahihi, anaweza kuwa sahihi. Sasa hilo neno linaweza likatusaidiaje kuepuka kutoa hukumu za haraka wenzetu kama kina Omondi ambao ni wepesi tuseme kushughulikia tatizo, kwamba yani hili neno kwamba umhesabu mwenzako kwamba ni bora, kwamba anaweza akawa sahihi, anaweza akawa ana nia njema. Inawezaje kutusaidia kupunguza break kidogo, kuwa watulivu kidogo, kuwa wapole kidogo? Ili neno sijui katika uzoefu nadhani limewahi kusaidia, au unahisi utaanza kulitumia sasa likusaidia? Hebu sema chochote. Mimi nitaanza kulitumia.
sababu mara nyingi unakuta kwenye stress au kwenye mkoruzano unajitafuta kwanza kujikifunda kwa kwanza wewe, lakini kuangalia nia njema ya yule mtu. Nadhani huo ni mtazamo ambao nimeupata katika somo la wiki hii. Sio nadhani nimeupata. Kwamba kabla ya kuanza kuchukua action yoyote, kuongea au kuanza kufanya chochote, nipime anachokisema ni sahihi. Kama kina ukweli ndani yake. Lakini kama kina ukweli, nitafanya kama walichofanya katika Yoshua 22. Amina. Kwamba kama ndivyo na Bwana hahukumu kwa haki. Amina. Japo watu kama ninyi ambao unajua ushakiliwa, watu kama ninyi mara nyingi wanasemaga, inawezekana pastor yuko sahihi, mimi naacha tu. Yaani hiyo nayo inakuwa kama kisingizio, si ndio hivyo? Lakini hapana, anaweza akawa yuko anania njema lakini amekosea. Sahihi kabisa. Bado anahitaji kusaidiwa. Ila ni vizuri kumhukumu kwa rehema kwamba anaweza kuwa ni bora, yuko sahihi, anania njema lakini labda amekosea au vipi. Ngoja nikahakikishe kama ni kweli amekosea au vipi, lakini unaanza na shaka, unampatia anasema benefit of doubt. Watu kama ninyi nadhani nahitaji kusikia ako kamstari ka mwisho nikaongezea, lakini kwa ndugu yangu kama wewe, hii kitu inaweza ikakusaidiaje kwamba anaweza kuwa sahihi? Mimi inaweza na inasaidia kwamba unasikiliza. Inakupa nafasi ya kusikiliza. Yani, sasa kama tulivyoona kwamba usitoe hukumu moja kwa moja. Kafanya hivi. Huyo naye ni mkorofi. Huyo ndio zake. Je, kwa nini imetokea hii? Kaa na mwenzako. Kwa nini umesema haya? Sababu yangu ilikuwa moja mbili. Kumbe tunaposikiliza hatimaye tunakuja kutoa hukumu ya haki. Wewe mbona ulimwambia hivi? Mimi nilimwambia kwa sababu hivi na hivi. Kumbe nilikosea au niliteleza. Mnakuja kupatana. Ila jamani, tunahitaji neema ya Mungu. Kwa mfano tarehe 7 hii Disemba 2025 tukiwaambia vijana kwamba sikurupuke na hebu wasikilizeni pia, wasikilizeni upande wa pili. Wana nini? Kwa nini? Sikiliza na msikilize, usimwekee maneno, usijazie mapengo. Wewe acha ajieleze. Zile za mapengo mwacha ajieleze, uliza ili ajazilizie. Wewe kwa nini? Una nini? Vipi kama vya serikali yetu labda au walioko viongozi wetu nao wakasema chukulia tu kama wahuni tu wa vijana wanaona hata wasikilizeni nao. Huenda wako sahihi pamoja na ujana wao. Hivi tungekuwa wapi? Madaraja mangapi yamekejengwa? Madaraja mengi sana. Labda swala la mwisho. Kuna wazo moja kubwa sana ambalo tulianza nalo. Anasema tunapofanya kazi, kutoa huduma, kutatua migogoro, tufanye kama kwa Bwana. Na mioyo yetu anasema tujifunza kwamba inapata amani hata katikati ya majukumu na machungu hayo mengi tunapokuwa tunafanya kwa ajili ya Bwana. Nadhani hivi kufanya yote kwa ajili ya Bwana inaweza kutusaidia kujenga umoja na maelewano katika mahusiano. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tunaposhirikiana pamoja katika tukiwa watu wa nia moja, kuna fungu la Efeso. Tumezaliwa katika roho moja, tunabatizwa katika ubatizo mmoja, tuna Kristo mmoja, roho ile moja. Ni rahisi sana. Na mafanikio pia yanakuja katika huo umoja. Fanya kwa ajili ya Bwana. Nakumbuka kuna wakati fulani na uzoefu kama huu. Kuna kitu fulani mimi nasema nikisema tajihatarisha. Afu anamwambia Bwana, naomba unifunge kinywa changu nisifanyaje? Nisiseme. Afu baadaye nasikia sauti ndani yangu inasema, kwa hiyo usiseme kwa ajili ya usalama wako, kwa ajili ya jina langu. Namwambia basi Bwana, kama utanipa basi nalitoke kwa, nipe nguvu ya kusema. Najikuta ninasema hata kama sikupanga. Kwa ajili ya Bwana.
Bwana, naomba nikwambie mimi kidogo ni kama anodi kidogo. Huwa natamani kunyamaza. Au nimejipendelea kujipeleka huko. Iko sawa. Hebu tuambie bwana, habari ya umoja kufanya kwa ajili ya Bwana ikoje unasemaje? Kufanya kwa ajili ya Bwana, mimi naona kunaleta umoja kwa namna hii. Unaweza ukafika hatua unafanya alafu mtu asione kwamba wewe unafanya. Lakini umoja ule unakuja kuonekana pale ambapo yeye alitegemea kinyume. Kwamba wewe huwezi kumfanyia, kwa mfano mtu yuko negative na wewe. Lakini kwa ajili ya Bwana umeamua kumfanyia kitu Chema. kwa ajili ya Bwana. Kwa ajili ya Bwana. Mimi nilifikiri huyu ni adui yangu. Kumbe yuko hivi. Haleluya. Ile gap iliyokuepo sasa inaondoka. Amen. Ule umoja unakuepo, unapatikana. Amina. Lakini kwa ajili ya nani? Bwana. Sentensi moja tunapomaliza somo la 11. Thawabu yako iko katika Bwana. Usiangalie matokeo katika macho ya watu kwamba imepenya haijapenya. Amina. Sio kwamba tunarudia, lakini kwa wiki sisitiza tulichokipata mimi binafsi naona na ndugu yangu na kumbe nampata hicho kwa ajili ya Bwana inatosha. Ni kwa ajili ya Bwana, usiangalie pembeni. Basi rafiki yangu, tunaenda kwenye kuomba sasa. Kwa nini tusiombe Mungu atufundishe kutembea katikati ya upole na ukali? Kuchukulia dhambi kwa uzito wake. Lakini pia kumpenda mkosaji kwa moyo wa Yesu Kristo. Ili nyumba hii ya Bwana iweze kusimama pamoja. Na uponyaji uendelee. Na ushuhuda wa hai wa neema yake uzidi kupanuka. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa neema yako inatosha. Kutembea katikati ya ukali dhidi ya dhambi na upole kwa wenye dhambi si rahisi. Tupe kufanya hivyo. Mpe mtumishi wako hapa anayesikiliza kufanya hivyo katika familia, katika kanisa, katika uongozi, kule ofisini aliko, kusimamia haki na kweli na upendo kwa jina la Yesu. Tunaombea hata viongozi wetu wa taifa kafanye hivyo na kuzidi wape neema hii. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji. Tunafikia tamati somo la 11. Wiki ijayo tuko somo la 12. Tunakaribia kumaliza robo hii. 12. Somo la 12 na kichwa kinachosema Mungu ni mwaminifu. Amina. Karibu sana. Mimi Arnold Binza. Na mimi ni Nusu Makalindile. Nami Geoffrey Mondi. Karibu sana. Amen.